Kama unavyojua nchi zetu zote za jirani, Kenya, Uganda, wote wanatumia treni ya MGR. Najua Kenya wana SGR, lakini kama tutaweza kwenda na utaratibu huu, tunaweza kupata kazi za kutoka nchi hizo kuja kufanya assembling za engine zao hapa Morogoro. Hili ni jambo kubwa kwa uchumi wa nchi yetu, ni jambo kubwa kutoa ajira kwa wafanyakazi wa Tanzania na Watanzania kwa ujumla. Jambo la tatu ambalo tumeliona ni muhimu kuingiza private sector. Kama ninavyosema, private sector inaleta teknolojia nchini. Private sector inaleta ubunifu nchini. Kuna kifaa kimoja tumeambiwa hapa zamani kwenye cylinder liner hile ambao ni sehemu ya engine, ilikuwa ikiisha muda wake wanaitupa, lakini leo hii wamekuja na ubunifu wa kushirikiana na private sector, wanaweza kuitoa liner wakaitengeneza halafu ikaendelea kufanya kazi vizuri. Kwa vile haya ndio mambo makubwa na kamati imetupa maelekezo, sisi tumeachukua kama changamoto, tunaenda kufanya kazi kuhakikisha kwamba workshop hii inaendana na viwango vya kisasa ili iweze kufanya kazi kwa ubora na ufanisi mkubwa. Lakini kuna mambo mazuri ambayo tumeona hapa. Innovation kwanza ya maengineer walikuwa wanatuambia kuna vifaa vingine vilikuwa vinatupwa, lakini kifaa ambacho kimesababisha kutupwa ni cha dola 5,000, lakini kinachotupwa cha dola 30,000. Lakini baada ya kufanya hiyo innovation kwa kushirikisha private sector, mnaweza na usijue kama unajua unachozungumza broker unazungumza moja, lakini ziko nyingi zile. Ziko hata 10, zinaweza hata 30. Kwa hiyo ukiangalia katika ukubwa, maana yake ni pesa nyingi sana zilikuwa zinatupwa. Lakini tumeona vile vile swala la kufanya assembly hapa. Nafikiri for the first time naanza kufanya assembly. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunaipongeza serikali, lakini vile tunaipongeza shirika la reli, tunaipongeza wizara ya uchukuzi kwa innovation hiyo. Hata swala la manufacturing najua mjanza sasa imeanza kidogo kitambo, kwamba yatakuwa na save gharama, na nafikiri hiyo ndio ilichotakiwa kujiongeza. Kwa ujumla kazi tuliyoiona hapa tumeridhika nayo. Kuna mapungufu ambayo tumeyaona, ambayo nafikiri kuna maelekezo ambayo yametolewa na Mheshimiwa Waziri, bahati nzuri ame-acknowledge kwamba kuna mabadiliko yatakuja kufanyika tunapokwenda mbele, lakini mnahitaji pesa na pesa ndio hizo zimepatikana. Kwa hiyo hakutakuwa na excuse tena. Kinachotupa matumaini ni nini? Mnafikiria kesho mtafanya nini?